Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi, leo ikiwa ni Julai 30 ya mwaka 2026. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, ketia mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliotupatia asubuhi ya leo. Watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja kwako kwa unyenyekevu mwingi, tukiomba utusamehe dhambi zetu, utusafishe na kututakasa. Tufundishe kuelewa mapenzi yako, tusaidie tutembee katika nuru na uzima uliotuandalia. Asante kwani tutafanya hivyo na utaendelea kutuongoza katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema kuelekea katika lengo. Wafilipi sura ile ya 3 aya 13 na 14 imeandikwa: ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele, na kaza mwendo, niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Paulo alifanya mambo mengi. Alikuwa mwalimu mwenye hekima. Barua zake nyingi zimejaa masomo ya maana yanayoweka kanuni sahihi. Alifanya kazi kwa mikono yake kwa sababu alikuwa mtengeneza mahema, na kwa njia hii alipata riziki yake ya kila siku. Alibeba mzigo mzito kwa ajili ya makanisa. Alijitahidi kwa bidii sana kuwasilisha makosa yao mbele yao ili wapate kuyasahihisha na wala wasidanganywe na kuongozwa mbali na Mungu. Siku zote alikuwa akijitahidi kuwasaidia katika shida zao, lakini bado anasema, natenda neno moja tu. Majukumu ya maisha yake yalikuwa mengi, lakini daima aliweka mbele yake hili neno moja. Utambuzi wa kudumu wa uwepo wa Mungu ulimbidisha kuweka jicho lake daima likimwangalia Yesu, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yake. Kusudi kuu lililombidisha Paulo kusonga mbele licha ya shida na magumu linapaswa kumwongoza kila mfanyakazi Mkristo kujiweka wakfu kikamilifu kwa utukufu wa Mungu. Vivutio vya dunia vitawasilishwa ili kumvuta kutoka kwa Mwokozi, lakini anapaswa kusonga mbele kuelekea katika lengo, akionyesha kwa ulimwengu, kwa malaika na kwa wanadamu kwamba tumaini la kuona uso wa Mungu linastahili juhudi zote na kafara ambazo upatikanaji wa tumaini hili unahitaji. Mwanafunzi mnyenyekevu kabisa wa Kristo anaweza kuwa mkazi wa mbinguni, mrithi wa Mungu wa urithi usioharibika na usiofifia. Laiti kila mtu angechagua zawadi ya mbinguni na kuwa mrithi wa Mungu wa urithi ule ambao hati yake ni salama kutoka kwa mharibifu yeyote, ulimwengu usio na mwisho. Ndiyo, usichague ulimwengu, bali chagua urithi ule ulio bora. Songeni mbele, himizeni njia yenu kuelekea katika lengo kwa ajili ya thawabu ya wito wenu mkuu katika Kristo Yesu. Hivi karibuni tutashuhudia kutawazwa kwa mfalme wetu. Wale ambao maisha yao yamefichwa pamoja na Kristo, wale ambao katika dunia hii wamevipiga vita vizuri vya imani, watang'aa kwa utukufu wa mkombozi katika ufalme wa Mungu. Hii ni Julai 30, mada ikisema kuelekea katika lengo. Huo ndio mwisho wa mada hii nzuri siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema. Mlezi wa Israeli, ni wimbo gani
alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama Waisraeli walipovusha bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana. Sitanyamaza, nitasifu. Tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Yajayo hatuyahofu, mweza wa yote, asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga, tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa. Kama ulishinda mauti, twimba kwa ujasiri, mioyo yetu yaamini. Unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposonga